Niambia viumbe hivi vitarudi uwanjani Disemba. Lakini tumegundua Mzize na Job ni extraordinary. Yaani recovery yao sio recovery ya kawaida. Mwezi wa 10 Yanga ina mechi na nani? Ratiba si mmesoma ya ligi nye. Wamo. Mshajua tayari wamo. Ni wale zetu zoezi watakuwemo. Extraordinary human beings. Yaani recovery yao imetushtua. Kwa hiyo ile Disemba ilikuwa ni matarajio, ila uhalisia sasa hivi insha Allah huenda mwezi wa 10. Kama kuna mtu alifikiri ile Disemba ratiba yetu imewahi kidogo tutamkosa Mzize, yumo. Kwa hiyo mtachagua nyie sasa. Winga ije na Albert Kangwanda au winga ije na Mzize? Halo. Karibu. Sawa. Wawili bado. Yaani wewe umeona Peter? Si nimeongea hapa? Bado professional players hawa wawili hatujawatambulisha. Jadu, wewe ni mwandishi. Mambo ya timu yanakuogopesha vipi? Wewe unakutana na Yanga wapi? Kwa hiyo unakuwa na wasiwasi yani, unakuwa na hofu. Hujaogopa. Sasa mbona unataka kupunguza wachezaji wetu? Kuja mwingine. Mkubwa zaidi. Sure. Sawa. Kuhusu budget ya usajili, bosi wetu Ghalib Said Mohamed GSM msimu huu alimuita engineer kikao, akamwambia President, nataka tufanye proper scouting, tutafute top players, alafu kuhusu budget niachie mimi. Budget ambayo imetumika ni bilioni 15 shilingi za Kitanzania. 15 bilioni. Yaani waandishi wa habari ambao mpo kwenye magazeti mtakuwa sahihi kabisa mkiandika kikosi cha bilioni 15 kitashiriki ligi kuu ya NBC Tanzania. Kikosi chenye thamani ya 15 bilioni kutoka kwa Ghalib Said Mohamed GSM. Na kuna mchezaji mmoja juzi GSM kazungumza naye kwenye simu baada ya kupewa jina, bwana bosi huyu naye anarukaruka huyu. Yule mchezaji amelia sana kwa sababu alikuwa na haraka ya kusaini huko. Lakini tulimwambia wewe sema unachokitaka. GSM ameuma meno. Ameuma meno. Ameuma meno GSM. Ametaka Yanga tuwe na timu. Yanga tuwe na timu. Yanga tuwe na timu. Mzee Mpili meno ya wote yenyewe. Ubora wa hilo chama. Yaani chama ambalo ukifika tu uwanjani mwenyewe unajisikia raha, yani unasikia raha, una pressure. Hilo chama ambalo GSM kalitengeneza, hiyo pesa ambayo ametumia. No stress. No stress, yani no stress. Kila aliyekuwa ndani mtu, aliyekuwa benchi mtu, aliyekuwa jukwani mtu. Hiyo ndo Yanga tulikuwa tunaitafuta hiyo. Hiyo ndo Yanga ambayo kila mchezaji ukilegea tu kidogo haumo. Si msimu uliopita Maxim pia Nzengeli amecheza mechi za Yanga mpaka hata kufanana na logo yetu. Uongo?
kacheza mpaka anataka kufanana na logo ya Yanga. Ni kile ukimwona Max unaona logo ya Yanga. Tunataka mwaka huu rotation ikifanyika unaona vyuma. Yaani anapumzika fulani, anakuja fulani. Unaona yaani kuna mechi inakuwa ipigwe tucheze Yanga. Alafu mechi inaisha watu wanaulizana, kumbe hatujamuona Okelo leo hapa. Taka tufike huko. Na tushafika. Tukimaliza kutangaza hizi signing mbili ndio mtanielewa maneno yangu. Top signing nyingine mbili tukizimaliza tu hizo ndio mtaelewa kwamba Yanga aim yetu safari hii. Huo wema hatuna sisi hapa. Subiri. Yani hiyo ni budget, yes, ni total budget ambayo tumespend kwenye dirisha hili 15 billion. Kwa maana yake wewe ukiandika story yako kwa wasomaji, hata ukiandika tu timu hii ya bilioni 15, msomaji anajua hiyo ni Yanga hiyo. Kama unavivu kuandika Yanga, unaandika tu bwana timu ya bilioni 15 jana imeshinda goli 8. Kwa mtu anajua hao ni Yanga walikuwa kwenye shughuli zao za kawaida. Bana, tusikizane kidogo. Kuna swali zuri sana kauliza hapa dada yetu Tima. Kwanza kuhusu namna gani, kwa sababu najua timu ikishakuwa kubwa kama hivi, ishakuwa na profile kubwa kama Yanga hivi, sio tu wana Yanga ambao watamani kuja tarehe 9 kuona timu yao. Wako watu wanatamani kuja kumuona Peter Sharulile na hawahusu. Wako watu watasafiri kutoka sehemu mbalimbali waje waone hizi signings za Yanga. Kimzungumza Peter Sharulile, zungumza profile striker mkubwa barani Afrika, number 1 striker barani Afrika. Kwa hiyo kuna watu wako Kenya, wako Burundi, wapo Uganda, watamani kuja. Tunaweza vipi kama Yanga na udogo wa uwanja Uhuru tu maintain kwanza kusiwe na msongamano mkubwa, lakini pia tunawahudumia vipi watu ambao watashindwa kuja kuona hizi timu? Kwanza namba 1, wana Yanga, hii ni muhimu sana. Namna pekee ya kuepusha msongamano ni wewe kuwahi kununua tiketi yako. Ndio namba 1. Yaani ikitokea tarehe 4, tarehe 5 tiketi zimeisha, maana yake mnatupa rais viongozi kucommunicate kwa umma kwamba tiketi zimeisha, ambao hamna tiketi msije uwanjani. Kocha kwanza kwa mwana Yanga ambaye una hamu ya kuwa kwenye siku ya kihistoria, nunua tiketi yako mapema. Hiyo ni namba 1. Lakini namba 2, wenzetu wa Jeshi la Ulinzi na Usalama wametuhakikishia kwa capacity hivyo na matarajio watu wanaweza kuja compare na watu wanapoingia kwenye uwanja wa Uhuru, kutakuwa kuna ulinzi wa kutosha wa kuhakikisha watu na mali zao wanakuja salama na wanaondoka salama kurudi majumbani kwao. Namba 3, sisi kama Yanga tulitamani uwanja wa Uhuru ungefaa. Tulitamani siku hiyo ya tarehe 9, tulitamani kama Yanga, yaani KMC kuwe na Yanga Day tuweke watu pale. Tulitamani kule Mbweni Isamuyo kuwe na Yanga Day tuweke watu. Tulitamani Chamazi kuwe na Yanga Day tuweke watu. Tulitamani uwanja Uhuru kuwe na Yanga Day tuweke watu, ili timu ianzie KMC isalimie pale, iende Mbweni isalimie, iende Sui Chamazi isalimie, ije Uhuru. Lakini sasa hatuwezi. Kwa eneo ni moja tu, uwanja wa Uhuru. Kama eneo ni moja, maana yake wewe tusaidie sisi viongozi kwanza kwa kununua tiketi mapema, uwai tufunge lizoezi mapema. Likishaisha, maana yake hata uratibu wa control watu wengine unakuwa kwenye eneo zuri. Timu utaipeleka vipi? Ligi tarehe 12 kuna ngao ya jamii. Tarehe 14 siku 15 ligi inaanza. Kwa maana yake hatuna hata muda wa kuambia wana Yanga baada ya tamasha wengine njooni kesho muione timu. Maana yake baada ya tamasha tarehe 9 tarehe 12 kuna ngao ya jamii.
Kwa maana yake tunaamini kwa ambaye labda atakosa kuiona Yanga kwenye tamasha lake, atakuja kwenye ngao ya jamii. Ngao ya jamii akikosa, tutakutana wapi? Ruangwa. Kwa hiyo timu itazunguka kwenye ligi na wana Yanga itakuwa fursa ya kuona wachezaji wenu na tutafurahia pamoja timu yetu ikiwa inacheza inshallah. Karibu. Pakome. Yeah. Yes, kwanza nipende kuwaambia wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans, namba moja, Pakome ni mchezaji wetu, amesalia na mkataba kwenye klabu yetu ya Yanga, lakini kwa ushauri ambao tumepata na madaktari, Pakome hatutakuwa naye next season. Kwa hiyo klabu itachukua jukumu lote la kumhudumia kama ambavyo tumefanya kwa wachezaji wengi huko nyuma. Tutamhudumia, ataendelea kuwa kwenye klabu yetu, atapata haki zake zote ambazo anapata kama mchezaji, lakini tumemuondoa kwenye dirisha letu la usajili. Yaani wachezaji ambao tutawasajili kwa ajili ya msimu ujao, Profesa tumemuondoa, tunataka apone vizuri, akishaimarika inshallah atarudi msimu ujao kuja kuipambania Yanga yetu. Kwa hiyo habari ni kwa Pakome Zouzoua hatutakuwa naye kwa next season, kwa sababu mbi tumuondoe, tumpe muda wa kutosha aweze. Kwa hiyo daktari akituambia ni miezi 4, ni miezi 5, mimi sitawaambia wewe hakuna shida. Muhimu Pakome anatakiwa apatiwe matibabu sahihi na arikave akiwa vizuri, ili next season tumpate akiwa kamili. Kwa hiyo taarifa ambayo nimeona nitoe kwa Pakome Zouzoua. Karibu. Anaulizia kuhusu wachezaji ambao hatutakuwa nao msimu ujao kwa maana ya thank you. Ziko taratibu ambazo zinaendelea za kiuongozi. Kuna wachezaji ambao wamemaliza mikataba yao, kuna ambao tumeterminate mikataba, kuna ambao tunawatoa kwa mkopo. Taarifa hii CEO ameniambia compile kwa pamoja, tutakuja kuitoa. Kuna wengine nafikiri mmeshaanza kuwaona, wameshaanza kupata timu huko. Nimeona winga wa mpira Buba ameenda Wiliti ya Angola. Tumtakie kila laheri winga ya boli Buba, aende majukumu yake huko Angola. Acheni unafiki. Winga ya boli Buba tumeshamalizana naye, kwa maana yeye tumeshafanya termination ya contract. Hajaenda kwa mkopo. Tumeterminate contract. Anaendelea na majukumu yake mengine, kila laheri tumtakie huko anapokwenda. Kwa hiyo habari hii tutakuja kuicompile na tutaitoa yote kwa pamoja. Bwana, hawa mikataba imeisha, hawa tumefanyaje. Kuna wachezaji ambao mikataba ilikuwa imemalizika na zikawa rumors nyingi. Nani kwa mfano? Nani? Maxi ana mkataba na Yanga huyo. Mwamnyeto mkataba wake ulikuwa malizika, na nichukue fursa hii kuwaambia waandishi wa habari, Bakari Nondo Mwamnyeto ameextend mkataba wake kubakia na Young Africans. Watu wa Tanga watikiza vichwa. Nini? Ameextend contract yake kwa miaka mingine 2, anabakia ndani ya klabu yetu Young Africans Sports Club. Azizi nani? Azizi Andambwile yuko Avic Town sasa hivi, aendelea na mazoezi. Umeona wapi wewe kaziki mazoezi? Hakuwa sema mazoezi. Huyo ameweka sawa. Hakuwa sema mazoezi. Azizi ni mchezaji wa timu gani ile? Al Ittihad, na ana mkataba mwaka mmoja kule. Unajua ya mambo mbona yanatokea sana? Juzi hata si Okelo kaenda kwao kwa timu yake atembelea huko jamani. Haya mambo ni ya kawaida kabisa. Yaani mtu kutoka hapa akaenda sehemu nyingine au timu yake huko anacheza vizuri na watu wake, kutembelea sio shida. Issue ingekuwa kavaa jezi na train na Yanga. Hapo Yanga tumevunja makubaliano na tungepigwa hata fine. Lakini kutembelea wenzake, kuwasalimia ni vitu vya kawaida. Shida yenu mmemiss sana Aziki. Yaani mpaka waandishi mmemiss kweli Aziki bwana arudi. Watu wanaomba dua saa hizi Yanga wasahau huyu asirudi huyu. Nyie mna force. Bwana Azizi vile
amekuja kusalimia ndugu zangu, ni mkewe yuko hapa na familia yake, amekuja kuenjoy maisha, likizo ikiisha aondoka kwao. Si ndio Bwana Jadu? Eh. Sasa unajua kakaangu Ndimbo naye Ndimbo hapa alifanya kwa nia njema kukumbusha watu kwamba mfumo wa usajili kwa kidigitali TMS bado siku 25 timu hazijaingiza majina bado. Shekhe, watu wanakamilisha dili bado masaa mawili. Alifanya nia njema kukumbusha watu, lakini sio habari ya kushtua, yani sio, kwa sababu yule ni mfumo tu wa kuweka document, shughuli imeisha. Watu dili kubwa wanazifanya hata lisali moja kabla licha kufungwa. Watu wana dili la final wanaingiza kwenye system, maisha yanaendelea. Nafikiri pale alikuwa amelenga timu nyingine huko. Yeah. Sawa. Kuunda benchi la ufundi lenye mtaalamu wa set pieces. Lengo letu ni kuhakikisha katika michuano ambayo tunakwenda kucheza, hasa Champions League, ukiangalia wastani wa magoli ambayo yanafungwa, mengi ni magoli ya cross, mengi ni magoli ya kona. Kwa hiyo unapokuwa na mtu kama yule, maana yake anakusaidia into details. Sasa tukishashiba vizuri, tukaelewana vizuri, kuna mechi tukienda kwa mfano labda Sheikh Amri Abeid Arusha, sasa tukaamua tukona 3 goli 3, shughuli imeisha. Sasa tukaamua hapo, tuna wataalamu, tuna mastreka wazuri kwenye vichwa, tukaamua tu mapema kona 3 goli 3, shughuli imalizike. Kwa hiyo yule ni mtaalamu ambaye tuna aim kwenye michuano kwanza ya CAF Champions League, ambako wastani unatuambia magoli mengi ya vichwa yanafungwa huko. Swali la mwisho, karibu. Hatujafanyaje? Ndio nasema hajatoa bili. Tunavulipaga tunakushirikishaga. Maka ameniambia hamjatupa bili. Hapana. Hiyo taratibu za kiofisi shaendelea hizo. Na lipo kama kawaida. Niambie. Maliza. Bana ndugu zanguni, nawashukuru sana na naulia tena waandishi